Sengerema hoye! Busisi hoye! Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, karibu sana. Mheshimiwa Rais, hapa tuna zoezi la kuweza kuruhusu rasmi magari yaanze kupita juu ya daraja la John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa na taadhima, ninaomba sasa nikukabidhi bendera hii ya taifa ambayo utaifungua na kupungia hivi, na baadaye madereva wa magari wanaoendesha magari haya tutaweza. Mheshimiwa Rais, nitakukabidhi bendera hii ya taifa ambapo utapepea bendera hii. Hiyo itakuwa ni ishara ya kuyaruhusu magari sasa ya abiria, magari binafsi yaanze kupita juu ya daraja letu la John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi anakabidhi bendera hii kuashiria sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na flag of makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Sasa daraja la JP Magufuli rasmi, gari ya kwanza basi ya abiria inapita kwenye daraja hili. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Oktoba! 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 Sikia Oktoba! Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, na hapa ndio mwisho wa zoezi letu la kuruhusu magari yaanze kupita katika daraja letu hili. Na sasa Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa heshima kubwa na taadhima twende katika mkutano kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wananchi. Karibu sana.
la ujenzi wa component moja ya mradi wa mabadiliko ya tabia nchi mkoani Simiyu. Mradi huu kama unavyoitwa mradi wa mabadiliko ya tabia nchi una vipengele vikuu vitano. Kipengele cha kwanza kama ambavyo inaonekana hapo ni mradi wa kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya mambo ya capacity building. Na kipengele cha pili ndo hapa tulipo, swala zima la huduma ya maji safi na salama. Lakini vile vile kuna kipengele cha tatu, masuala yote ya kilimo na mbegu bora pamoja na uoto wa asili. Na kipengele cha nne ni masuala ya maji taka na usafi wa mazingira. Na kipengele cha tano ni kwa ajili ya kuwajengea uwezo watumishi wa Wizara ya Maji. Sasa hapa tulipo ni eneo la kipengele cha pili cha uboreshaji wa huduma ya maji safi na salama. Kipengele cha tatu cha mradi huu kinahusisha ujenzi wa mashamba darasa yako 212. Lakini vile vile kuna ukarabati wa mabwawa 14. Katika mabwawa katika skimu 14 ambapo katika hizo skimu 14 za umwagiliaji kuna mabwawa 11 yatafanywa maboresho na vile vile kuna diversion weir 3. Lakini vile vile tuna hili swala la usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira tunajenga vyoo bora katika baadhi ya mashule, masoko, lakini baadhi ya nyumba watapewa vifaa kama watakuwa wako willing ili waweze kujenga kama hapa inavyoonekana. Lakini vile vile kutakuwa kuna ujenzi wa mabwawa 3 ya majitaka. Eneo la hapa Nyashimo, tuna eneo la Bariadi na Itilima na ununuzi wa magari. Alafu hapa sasa katika kipengele cha huduma ya maji safi tuna mji wa Busega, Bariadi na Itilima na tunahusisha pia masuala ya vijiji 103. Kwa hiyo umebeba maeneo ya mjini na maeneo ya vijijini. Sasa hapa katika hichi kipengele cha usafi, maji safi na salama, sasa hivi anayetekeleza mradi huu anaitwa CCCC, yeye ndiye mkandarasi na tuliupackage kwenye loti 2. Loti ya kwanza ilikuwa inahusisha ujenzi wa chanzo ambacho tunatoa maji Lake Victoria. Chanzo chetu kitakuwa kina ukubwa wa kuteka maji lita 74.6. Na baada ya hapo tunakuja hili eneo tulilopo hapa ni chujio, ambako hapa katika chujio panaitwa Bukabile na hili chujio letu litatoa production ya maji yenye ujazo wa lita 69.4. Na baada ya hapo haya maji yatatembea kwa kupampiwa kwenda, kuna mlima mkubwa hapa unaitwa Luangwe. Hapa tumejenga matenki mawili, tenki la lita 1,015,000 na tenki la lita 3,000,000. Ili tenki la lita 1,015,000 kazi yake kubwa tunaita kama commanding reservoir, ndio litasafirisha maji mpaka kufika eneo la Itilima. Na hili tenki litagawa maji kwa mserereko. Hili tenki la lita 3,000,000, lita la tenki 3,000,000 litarudisha maji, huduma ya maji katika eneo la Nyashimo, na vijiji vitakavyoenda kuhudumiwa vitakuwa 14 na distribution network itakuwa kilomita 63. Baada ya hapo haya maji yanaanza safari. Kuna sehemu panaitwa Isadukilo, hapa tumeweka off take, hamna haja ya tenki kwa sababu ya maji yana flow yenyewe kwa mserereko. Na baada ya hapo kuna eneo la Isenge, tumejenga tenki la lita 500,000 na limeshakamilika. Na hapa hili tenki la Isenge litaenda kuhudumia wananchi wa eneo wa Dutwa na vijiji 10. Na kutakuwa kuna distribution network ya kilomita 59. Baada ya hapo maji yataendelea tena kwenda kwa mserereko mpaka kuna tenki la eneo la Gagabali. Hili ni tenki la lita 1,000,000 na lenyewe limeshakamilika na itaenda kuhudumia vijiji 5 na mitaa 12 kwa sababu kule tutakuwa tunaelekea mjini. Na hapo tutakuwa tuna distribution network ya kilomita 93 itakaolishwa na hili tenki la lita 1,000,000. Baada ya hapo haya maji yataendelea kusafiri mpaka yatafika kuna booster. Sasa hapo ndipo yanapoishia, inabidi tuyasukume tena. Kwa hiyo tumejenga booster station ambayo ina ukubwa wa lita cubic lita 6,000,000 na baada ya hapa hii booster station itasukuma kupeleka kuna tenki tena ambalo liko kwenye kilima kidogo tunaita Nyangokolo Primary Reservoir, ina ukubwa wa lita 4,000,000 na baada ya hapo vile vile itasukuma kupeleka tenki letu kubwa la Ibumba ambalo litakuwa lina lita 10,000,000. Hili tenki la Nyangokolwa litahudumia vijiji 5 na kutakuwa kuna network ya kilomita 37. Na hili tenki letu la Ibumba litaenda kuhudumia vijiji 23 na size ya network itakuwa kilomita 112 na ndio tunatarajia tenki hili sasa liweze kutusaidia baadaye awamu ya pili kupeleka maji eneo la Maswa pamoja na eneo la Meatu.
kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, kwa component zetu zote 5, estimation ya gharama ya mradi ni bilioni 440. Na hapa katika hii ramani Mheshimiwa Rais tumejaribu kuonyesha kama nilivyosema, idadi ya namba ya vijiji kwa kila tenki vinaonyesha hapa. Mtu akitaka kufahamu majina tunavyo hapa. Jumla ya hivi vijiji ni 103. Na ukiangalia linakopita hili bomba letu hapo, tuna corridor ya kilomita 24, upande wa kulia na kushoto kilomita 12. Vijiji vyote vinavyoangukia hapo vinahudumiwa na mradi huu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha ni kukaribisha uweze kuona hali halisi ya utekelezaji wa mradi kwa hizo infrastructure. Asante sana. Hivyo ndivyo itakavyokuwa direction ya flow ya maji na hayo matenki mpaka tunapofika tenki letu la mwisho. Na hapa ndiko kwenye chanzo. Hili ni eneo ambalo tupo hapa sasa hivi, ambako ndio chujio litajengwa. Tuna offices, tuna nyumba za watu watakaokuwa wanaishi hapa. Kwa hili eneo lote ni ujenzi wa chujio, zile stage mbalimbali mpaka kufikia kwenye clear water tank. Na hii ndio office building ambayo tayari imefikia hatua hiyo. Na hapa ni ulazaji wa mabomba sasa kutoka hapa kuelekea lile eneo la kule mlimani Luangwe. Kazi ya ulazaji wa mabomba inaendelea na jumla ya mabomba kwenye line nzima ni kilomita 175. Hayo mabomba makuu, na kilomita 328 hayo ni mabomba ya usambazaji katika hayo maeneo yote tofauti. Na hapa ndo tunaposema huo mlima wetu wa Luangwe. Hapa ni Isenge, tenki la lita 500. Hapo ni Nyakabindi, pale Gagabali milioni 1. Na hapo pale tuliposema booster ile ya milioni 6 Nyangokolo. Na hapo milioni 4 ambako iko mlimani kidogo inalishwa na ile tenki la milioni 6. Na hapa ndio Ibumba Itilima, tenki la milioni 10 ambako ndo hatua ya ujenzi imeshafikia hapo. Ukweli kusema ukweli, huyu rais anafanya kazi. Hatuletea maji, hakika tumepata maji. Hatujawahi kupata rais kama huyu wa kutujua sisi wa Tanzania. Tunapata maji. Hatuletea maji ya ziwa Victoria, tumeteseka kwa miaka mingi. Hii ni hatari. Bakosha. Rais huyu au kulola keketo. Tunana fomo yote yakira no basukuma bichane ha basukuma byabose ulela thola baka. Unaenda ile chakuno anyinzao kita nayo labana. Ureko na makampu tigane gapi. Asante Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Na Mheshimiwa Rais, kwa heshima ya taadhima sasa tunakuomba tuelekee katika eneo la kuweka jiwe la msingi, na Mheshimiwa Rais akiambatana na Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso, lakini pia tunaye naibu balozi wa Ujerumani hapa nchini Mheshimiwa Mula. Haya, chama tukae huku upande wa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, naomba sasa ni wahesabie 1, 2, 3, tupige makofi. Jiwe la msingi la mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi mkoani Simiyu limewekwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 19 Juni mwaka huu 2025. Makofi tena mengi. Haya, baada ya hapo Mheshimiwa Rais tunakuomba ubakie tupate picha. Iko wapi yule nani? KFW. Hayupo.
KFW. Waziri uje huku sasa. Okay, enda. Makofi mengi na vigelegele. Mwanza oye! Mheshimiwa Rais, waheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, naomba tukae.